Ninasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Bwana asifiwe. Nataka tu kuongea kuhusu mwongozo wetu mwaka huu ambao ni katika 2 Timothy chapter 2 verse 15 ambao inasema kwamba jitahidi kuonyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Mwongozo huu ndio unatuongoza mwaka huu. Mwongozo huu tumegawanya kwa miezi kadhaa. Mwezi wa Januari tuliongelea kuhusu jitahidi. Tuliambiwa Kristo ni vizuri tujitahidi sisi wote na kazi ya Bwana, tujitahidi makwetu manyumbani kuona boma zetu zimesimama, tujitahidi katika kazi zetu. Kwa hivyo tuweke bidii kwa mambo ambayo tunafanya na hasa mambo ya kiroho. Ya pili tukaambia watu ya kwamba watu ambao tumekubaliwa na Mungu. Ya kuhusu kibali. Nasema kwamba mara nyingi tunatafuta kibali cha mwanadamu, lakini Mungu atusaidie kutafuta kibali chake sababu kibali cha mwanadamu ni cha muda, kama vile walivyomwambia Yesu hosana hosana, baadaye wakamwambia asulubiwe. Lakini Mungu akikubali na kudhibitishe, hiyo ni ndio na amina, haiwezi badilika. Tena tukaongea kuhusu kutafuta kibali hiki. Tukasema kupitia kwa maombi, kupitia kusoma neno la Mungu, kupitia kwa kujitoa kufanya huduma ya Mungu kanisani, unapata kibali cha Bwana, na tunapotubu dhambi zetu na kutafuta ushirika mwema na yeye huyu Mungu. Hiyo ingine tukasema ya kwamba ni vizuri kama vinasema kwamba mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari. Tumefika mtenda kazi. Challenge mwezi huu ni kwa mwezi uliopita wa 4 ni kwamba tuwe wafanya kazi ambao hawaezi tahayari. We may not be ashamed. Tufanye kazi ya Bwana, ametuita, ametukirimia vipawa tofauti, na vipawa hivyo tukivitumia vyema vitafanya kazi ya Bwana kuinuliwa. Kwa hivyo sisi wote ni wafanya kazi na Bwana ametuita. Na pia mwezi huu wa 5 tunasema katika 1 Corinthians chapter 15 verse 50 kwamba kazi ya Mungu sio aibu hata kidogo. Tukikubali kuwa wafanya kazi, Mungu atatubariki. Atabariki jamii zetu, atabariki watoto wetu, atabariki kazi ya mikono yetu, atabariki huduma yetu. Kwa hivyo Bwana abariki. Tunapoendelea na theme hii, tutaongea kuhusu kutahari ama not being ashamed. Hatutaaibika tunapofanya kazi hii, na mwisho itakuwa ni kwamba ni kuongea kuhusu neno lake Bwana, tuliweke ndilo mwisho wa mambo yote, being the scripture ambao ni na nguvu katika maisha yetu. Asanteni.